bado tuna wanawake ambao benki haendi, anachukua mkopo mtaani shilingi 200,000 anadaiwa shilingi 480,000. Anajikuta amelipa 200,000 hawezi kulipa 280,000 iliyobaki. Waliomkopesha wanachukua vitanda, wanachukua sehemu yake ya kulala kufidia mkopo, godoro, kitanda, alikuwa na kajiko kake ka gesi wanachukua, wanakuja pale wanachukua makochi. Kesi zinakuja ofisini kwa mkuu wa mkoa. Tunasema jamani, mbona mabenki yanatangaza hizi fursa? Halmashauri zetu zinatangaza mikopo kwa kina mama. Kama utakosa mkopo wa mwezi wa 4, peleka maombi upate mkopo wa mwezi wa 7. Ukikosa wa mwezi wa 7, peleka maombi upate mkopo wa mwezi wa 12 au mwezi wa 9. Bado kina mama hawaendi, halmashauri haendi, benki haendi, anaenda anadanganywa, anachukua mkopo kwenye vikundi, kwa watu, anakopa milioni 1 anadaiwa milioni 2.8. Anakimbia. Tuna kina mama anaondoka nyumbani saa 11 asubuhi ili wadaiji wasio wakamkuta asubuhi saa 1. Anakaa kwenye mateso na stress. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya jambo ambalo tumelisema, mabenki yapo. Niwaombe kina mama wa mkoa wa Njombe, tutumie fursa za mabenki wanayotoa mikopo yenye riba nafuu kwa kina mama, kama mtu binafsi na kama vikundi. Tutumie fursa ya 10% za halmashauri kuchukua mikopo ili tuweze kujenga uchumi wetu, badala ya kwenda kwenye mikopo umiza ambao hawa watu wafanya hii biashara kingine, hata leseni hawana. Anaamua anatafuta tu mtaji wa shilingi milioni 2, anakopesha milioni 2 na mzalisha milioni 8, amekaa nyumbani. Anakusainisha fomu ya kwanza, unasaini milioni 1. Fomu ya pili umesaini, hujaona kiwango, anafika nyumbani kwake anajiandikia milioni 2.5 laki. Siku mnadaiana sana, nilikopa milioni 1, akwambia sahi yako hii hapa na dole gumba. Twende polisi. Hivi dole gumba sio la kwako, ila kwangu. Mbona umesaini hapa milioni 2.8 laki? Mnaanza kubishana. Unajikuta vitu vimeuzwa nyumbani. Na tuna wanawake mnafuatia kwenye mitandao, yule bwana ambaye alikufa kwa sababu wamekuja kujikuta vitu vinauzwa nyumbani, hata yeye hajui kwamba nyumba yake imeingia rehani. Sasa hatuna sababu ya kina mama kwenda huko. Na siku akija hapa kiongozi mtalalamika 10% hazituhusu, hatuzijui. Madiwani wenu hawa hapa watawaambia kwenye kata, lakini watu wenu hawatatoka. Kesho ukigombea 2030 wakwambia sisi 10% ya kina mama huko haijawahi kuja, na mmewatangazia ombeni hela. Watakaopata sema ni vikundi vya madiwani. Sasa mtawafanyaje? Sasa tufanyeje? Mvua ikinyesha matatizo, ikipiga jua matatizo. Sasa nasema mimi mwenyewe kama kiongozi wa mkoa,